Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amina. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ambayo tumekuja mahali hapa kujifunza neno la Mungu. Asante sana Sister Victoria kwa maombi, asante moderator na wote behind the scene. Mungu awabariki na washiriki wote. Leo kwa neema ya Mungu tutaenda kufanya chapter ya 22, Matendo 22. Tutaenda kuangalia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16, muda ukituruhusu. Namwomba Mungu apate kutusaidia. Kuna mambo mengi. Kwa hiyo ambao hamjaona chapter ambazo zimepita, hii ni continuation ya events ambazo zimetokea katika chapter zilizopita. Kwa hiyo ninakuomba ili tuwe tunakuwa pamoja. Kama wewe ni mtu ambaye unakuja kuunganika hapa VBV kwa masomo, ni vizuri kama kuna wiki ambayo kuhudhuria, jitahidi uiangalie hiyo chapter iliyopita ya wiki iliyopita, afu ukija huku tunakuwa tunaenda wote kwa pamoja. Amen. Na kama bado hujaiangalia na uko hapa leo, ukitoka hapa unaweza kwenda kuangalia, then mnakuwa ni vizuri zaidi. Kwa marudio mafupi ya huko tulikotoka, katika chapter 21 tunamuona Paulo ambaye alikuwa amedetermine kwenda Yerusalemu. Amefika huko Yerusalemu, akaeleza matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya. Wapo waliofurahi, wapo waliohuzunika. Kama kawaida tunajua neno la Mungu linapokuja ni upanga unaokata kuwili, lazima patokea hayo makundi mawili, kwa sababu hata Bwana Yesu wakati yupo duniani alikuwa akihubiri, lazima panatokea makundi mawili ambayo wataamini na wasioamini. Na hata leo, hata wewe hivyo hivyo, ukienda kwenye kuhubiri pakiwa na zaidi ya mtu mmoja, lazima utapata makundi hayo mawili. Kwa hiyo baadaye, to cut the story short, akaingia hekaluni. Walipofika kule hekaluni, pakatokea fujo. Palitokea tu watu ambao waliamua kuzusha uongo kwamba ameingiza Wayunani hekaluni, kitu ambacho katika sheria ya Musa waruhusiwi. Watu wa mataifa walikuwa wanaruhusiwa inaitwa koti ya nje. Kwa hiyo ukiwa umeingia ndani unatakiwa uwe Myahudi. Kwa hiyo pakatokea vurugu kubwa, ikabidi pale Paulo angeweza kufa kusema ukweli, lakini akaokolewa kwa mkono wa Mungu aliotumia kupitia jemedari. Kwa hiyo Paulo akaomba, akamwambia yule jemedari, baada ya kuokolewa, wale watu walikuwa bado wanaendelea na fujo zao na jazba, kwa heshima kubwa sana akaomba kuongea na makutano ili ajitetee. Na hii inanionyesha kwamba Paulo anafanya vile vitu ambavyo na yeye huwa anawaambia watu wengine. Katika waraka kwanza wa Petro sura ya 3 alisema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililomo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Ndio tutaenda sasa kuangalia utetezi. Leo tunaenda kuangalia utetezi wa Paulo ambao anaufanya kutokana na hili neno aliloandika Petro. Hii aliandika Petro kwamba kila mmoja wetu, hata mimi na wewe, tunatakiwa tuwe tayari siku zote kumjibu mtu ambaye anatuuliza habari za tumaini lililoko ndani yetu, lakini wakati tunafanya hivi ni kwa upole na kwa hofu. Kwa hiyo tuende tukaangalia kama Paulo na yeye atafanya hivyo. Moderator, unaweza kusoma nimeigawa chapter katika hiyo Matendo moja, Matendo 22 mstari wa kwanza mpaka 16 nimegawa sehemu 3. Tutasoma 1 to 5, 6 to 10 and then 11 to 16. Kwa sasa hivi tutaanza tu na 1 to 5. Moderator, naomba nisomee Matendo 22 1 mpaka 5. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni nikijitetea mbele yenu sasa. Waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania, wakazidi kunyamaza. Akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi na alizaliwa Taso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli. Nikafundishwa sheria ya baba zenu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga nikiwatia gerezani wanaume na wanawake. Kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo, na wazee wa baraza wote pia, ambao nalipokea barua kwao kuwapelekea ndugu wale
nikaenda Dameski ili niwalete wale waliokuwa huko hata Yerusalemu, hali wamefungwa ili waadhibiwe. Amen. Kwa hiyo na kuachia moderator watu wachangie wamejifunza nini kutoka hiyo mistari Matendo 22 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mungu Amen. akubariki. Amen. Amen. Basi karibuni, kama ilivyo kawaida yetu, nyoosha mkono ili twende pamoja. Karibuni kuweza kuchangia mstari wa kwanza mpaka wa 5. Basi karibu Sister Kanana, then Sister Jane, then Sister Victoria utafuatia. Karibuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nashukuru Mungu tunamuona jinsi Paulo amefocus kwenye neno kabisa. Yaani licha ya kwamba hapa tunaambiwa watu anawaelezea ni wale watu waliompiga. Ni wale watu waliomfanyia fujo. Yaani alikuwa amefocus kweli kwamba hataki watu waangamie. Focus yake ilikuwa ni watu wasikie neno. Kwa hiyo tunaona kabisa ile anasema mpende adui yako, ndipo inapotendeka hapa sasa hivi. Kwa sababu yeye angeweza kweli hata kuacha tu yeye, lakini alikuwa ana focus moja kuwaelezea nini kimemtokea yeye. Kwa nini amebadilika kutoka kwa mtu yule ambaye alikuwa kama wao, sasa hivi ni yeye ana utofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuwa hata sisi tukiwa tunashuhudia tuwe tunaangalia hayo. Saa zingine watu wanatutendea sio, tunawaona kama sasa hawa hawastahili kupata lile neno, lakini ukweli ukimwangalia Paulo, hawa watu walimfanyia fujo, lakini bado alikuwa anataka kushuhudia nini kile kimemfanya akabadilika. Na hii ni ushuhuda, anaanza kujielezea kwa unyenyekevu. Tunaona hapa. Mimi nashukuru sana Mungu kwa sababu tunaendelea kujifunza ili na sisi tuweze kusimama nyakati ambazo tunahitajika kusimama kama hivyo. Watu wote wanatakiwa kusikia neno la Mungu. Mungu anasema hataki hata mtu mmoja apotee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Karibu Sister Jane, ubarikiwe Sister Kanana. Amen. Mi kuna kitu moja kwanza kinanikumbusha hapa, najaribu kuangalia, naona kama bado ni daraja ambalo linaendelea kuendelea. Yani daraja nikimaanisha kwamba kule Yesu alikopita na ndiko huku nani Paulo anakopita na yeye. Haya mambo Yesu alikutana nayo. Kwa hiyo kama Paulo alikutana navyo, na sisi hivyo hivyo ndio tunavyoendelea yatatukuta hiyo. Kwa hiyo namaanisha kwamba ile injili iliyofanyika kule Yesu na wanafunzi wake ndio haya yanamtokea Paulo, ndio haya yatakuwa yanatokea sisi. Na kitu kingine nimejaribu kuona hapa, alivyokuwa anaongea kwa lugha ya Kiebrania, alikuwa anajaribu kuwatoa katika ile hali ya ukabila waliokuwa nao, kwa sababu wao walikuwa wameshika sana yaani sheria za Musa, lakini vile vile walikuwa ni kwamba wao ni kama Waebrania. Kwa hiyo kuongea katika lugha yao ilikuwa ni njia ya kuonyesha kwamba mimi ni wa kwenu, na kuonyesha ile historia kwamba alikotoka na alipo, kwamba anajaribu kuwaonyesha, kuwakumbusha kwamba hata mimi huku mliko nyinyi nilikuwepo. Umeona? Lakini bado niko katika njia hii, sijui niseme ukuu wa Mungu. Umeona? Yani katika kwa I don't know nisemeje, yani katika kujitetea kwake yeye, kujionyesha kama mimi sio Misri na mimi wala sio Mpalestina, mimi ni Mwebrania. Kwa na hichi kitu ninachokiongea najaribu kuwakumbusha na kimaanisha nilikotoka na nilipo sasa. Hiyo ni pointi ya kwanza. Alafu na kitu kingine nimejifunza katika katika mstari wa 4, I'm sorry jamani, kwamba niliwauzi watu wa njia hata kuwaua. Yani nimeona kwamba Mungu wetu sisi tunapokuwa yani kwamba alitambua kwamba alimuuzi Mungu, na katika kumuuzi Mungu hakaelezea aliyoyatenda, kwamba aliwaua, akawafunga, akafanya vile. Kwa hiyo na sisi tukumbuke kwamba bado tunapofanya mauzi kwa ndani ya kanisa, au tunapofanya mauzi inaweza ikawa hata matendo yako wewe mwenyewe, kama kuna kitu mimi mwenyewe kisha kimenitokea. Kwa hiyo unaona kwamba unakuwa unamkasirisha Mungu. Umeona? Kwa hiyo kama Paulo aliweza kujielezea hayo, hata na sisi wenyewe tuwe katika njia. Jamani, hebu ngoja niwachie mwingine aendelee, kuna vitu nastaka. Amen. Amen. Basi kuna Sister Victoria, Sister Razia then na Sister Belinda. Karibuni. Ninachoomba tu, kwa sababu najua pointi ni nyingi na ni nzuri, kama mtu ameshaiongea hiyo point imeenda, unless kama una a different way, kama ni kuirudia, naomba tuweze kusave time ili tupate mambo mengi kwa wakati. Basi Karibu. Sister Joy.
Yeah. Samani kidogo kwa sababu nilikuwa kama nateteleka, naomba na nitaongelea tu, yani sichoelezea. Yani kwamba kuna pointi hapo ilikuwa kuna yani upinzani wa kidini, alafu hapo nimeongelea daraja, alafu nyingine nimeongelea kuna hili swala la ubishi mzito. Kwa hiyo hata sisi tunapofanya kazi ya Mungu pamoja, alikuwa anaelezea kutakutana na watu ubishi, umenielewa vizuri, na watu wengine watakuwa wasito kuelewa, lakini Mungu peke yake ndo anaweza kufanya nini, kuingilia katika sehemu nyingine. Alafu bye, ngoja niachie hapo. Amen. Mstari wa 4 nafikiri unachojaribu kutaka kusema ni kwamba yeye alikiri, yaani ni kwamba hata sisi tunapokuwa tunajua tulikosea kitu, mara nyingine is very good ku accept downfall zetu au fault zetu mbele za watu, kwamba nilifanya hivi lakini nimemwomba Mungu amenisamee, au hivi ndivyo nataka kufanya. Kwa hiyo tunapokiri kushindwa kwetu, huwa Mungu siku zote anatuinua. Mungu Amen. akubariki. Karibu Sister Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mimi siko mbali katika kutoka hapa alipoongelea Sister Jenny. Kwenye mstari wa 3 mpaka wa 5, hayo maelezo yote anayoelezea Paulo jinsi alivyokuwa zamani, na sisi kama Wakristo tunatakiwa tu testify. There's power when you give testimony. Unajua lakini kitu ambacho nimegundua, sisi Wakristo sometimes tuna hold back. Hatutaki kuwaambia watu ukweli jinsi tulivyokuwa zamani. Unajua watu wakikuona, huo ni mtindo wa warokole, kwamba labda ulizaliwa holy, ulizaliwa hivyo ndo ulivyo, righteous holy ndo hivyo ulivyo. Lakini sio hivyo. Tunatakiwa tuwaambie watu kule tulipotoka, kwamba na sisi tulikuwa yani tumeuza watu, tumefanya vitu vya ajabu, unajua tumefanya tusimame tuambie watu. Unajua katika kutestify kama hivi alivyokuwa anatoa testimony Paulo, mimi naamini kwamba inamsaidia mtu. Unajua katika kumwambia mtu, nimemwona hapa tuna mfano tu, Sister Rebecca siku zote anatuambia kwamba alimsikia Joyce akisema kwamba Mungu aliniponya kansa, ikambadilisha yeye straight away. Unajua inapotestify ina glorify God kwanza, ina encourage others katika faith. Unajua na pia inatusaidia sisi katika imani zetu, inawasaidia hata wale wengine wanaosikia kusimama imara. Haleluya. Amen. Amen. Barikiwa sana Bishop. Karibu Sister Razia, then Dr. Belinda. Amen. Okay, na mimi hapo mwanzoni tu anapoanza pale naona unyenyekevu. Sasa pale anapowaita brothers na fathers. Yaani anaonesha kwamba kwa sababu yani Paul alikuwa katika level nyingine kabisa in terms of kutoka kuwa Pharisee, alafu akaja from persecutor akaja kuwa mtu ambaye aliokoka, na baadaye jinsi ambavyo alikuwa yani he was very powerful, na alielewa kwamba hawa watu yani wako katika another level, hawaelewi kabisa, lakini alinyenyekea pale mwanzo, yani hakujionyesha kwamba yeye yani yuko kama juu yao. Alafu kingine ambacho ninachokiona ni pale ambapo anaelezea kuhusu his past life, na anapoelezea jinsi ambavyo alikuwa anatesa na kanisa. Watu tunaweza tunachokiona ni kwamba sometimes tunaweza kuwa kweli tunafikiri tunampenda Mungu na tunamfanyia Mungu kazi, lakini tukawa zealous, sikumbuki the right word ya Kiswahili, lakini tukawa zealous for the wrong things. Kwa hivyo Paulo hapo alikuwa na acknowledge hivyo kwamba nilikuwa hivyo, mnajua my past life na mnaona jinsi ambavyo Mungu amenibadilisha. Kwa hivyo hapo tunaona yani nguvu ya Mungu kuokoa hata the most unlikely people. Kwa hivyo usije ukajiangalia ama ukaona wale ambao tunaenda kuwahubiria tukaona kwamba yani ukoo huu yani hata niwaambieje haiwezekani. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba Mungu anaokoa, hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kuokoa na kuweza kubadilisha. Paul tunaona kama ni mfano. Na kingine pia tunaona kwamba submission to God, kwamba alivyookoka alisubmit na alibadilika na alibeba hiyo kazi, alifanya kwa uaminifu na kwa nguvu zake zote. Alafu kingine pia ninaona kwamba alikuwa na compassion kwa hao watu, kwa sababu hao watu yani walivyokuwa wamemzonga walitaka kumuua, yani they wanted to kill him, lakini alikuwa compassionate, alielewa kwamba these people yani they are coming from another side ya kutokuelewa. Kwa hivyo na sisi pia katika safari yetu ya mbinguni na katika huduma tutakutana na watu wa kila aina ambao wana misplaced faith, wana misplaced zeal, lakini tuwe compassionate, tuelewe kama Yesu alivyokuwa. Yani ni kama jinsi alivyoangalia, sema jamani, yani anavyotuangalia, tuangalie kwa macho ya upendo na kuona kwamba ni watu ambao hawajui, ambao wanamhitaji Mungu aweze kuwasaidia. Na kingine tunaona kwamba msaada wa Roho Mtakatifu aliweza kumsaidia, kama anavyosema popote tutakapofika Mungu yani
tusiwaze tutasema nini. Yani unaona kwamba despite yani alivyokuwa amezongwa na nini, yani still na hiyo alikuwa na ile audacity ya kusema jamani, naomba niongee na hawa watu. Kwa hivyo yani tusiogope, tutakapokwenda mbele za watu, Mungu siku zote atatupa kitu cha kuweza kuongea. Na pia tunaona kwamba naomba niishi hapo, niwaachie wengine waendelee. Amen, ubarikiwe. Karibu Dr. Belinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimejifunza kitu kingine hapa. Wakati anazungumza mstari wa 4 alisema aliwaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, na kwenye Biblia yangu hapa njia ilikuwa imeandikwa kwa capital letter. Kwa hiyo nikawa nimekumbuka jinsi ambavyo Kristo alikuwa amejitambulisha kwetu wakati anaongea na wanafunzi wake. John 14:6 alisema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, hakuna mtu anaenda kwa Baba ila kwa njia ya Kristo. Kwa hiyo I was reminded ya kwamba Kristo ndio njia. Unapomfuata Kristo kwenye hiyo njia, then anakufunulia kweli, na yeye mwenyewe ndio kweli, and then you get eternal life out of that. Amen. Amen, ubarikiwe sana. Basi karibu Rebecca, uendelee. Amen. Naomba kama umeshaongea mikono, mshushe mikono. Kwa sababu ukiwa unafundisha ukiona mikono unadhani ni mikono mipya, inaku disturb. Amen. Mungu awabariki. Sister Jane, au unataka kuongea? Hapana, tunashusha mkono, sorry. Amen. Niko Mungu nimemute. mbarikiwe. Amen. Asanteni sana kwa michango yenu mizuri sana. Nashukuru kuna sister hapo amezungumzia, Sister Razia nadhani amezungumzia compassion. Na kweli hapa katika yote ambayo tunaweza kuliona, kama kuna somo tunaweza kwenda nalo leo nyumbani tukaacha everything, ni upendo kwa watu wa Mungu. Paulo alikuwa na upendo mkubwa sana kwa watu wa Mungu, na hii alikuja kuandika katika Warumi 9. Akasema, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu, kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili. Yani aliwapenda Wayahudi to the point alikuwa tayari kwenda jehanamu, awaache Wayahudi wote waende mbinguni. Na ndio maana wale walikuwa wanataka kumuua. Kuna sister mmoja aliongea, nadhani Sister Kanana, mwanzoni anasema aliwahubiria watu ambao walimfanyia fujo. Sio tu walimfanyia fujo, walitaka kumuua, ni wauaji, murderers. Kama yule jemedari asingeenda on time, wangekuwa wamemuua na ingekuwa imeishia hapo. Kwa hiyo it's the same thing kama alivyosema nadhani Sister Jane au mmoja wenu amezungumzia kwamba ni the same. Sister Jane amezungumzia kwamba ni the same thing kilichomtokea Kristo ndicho kilichomtokea Paulo. Watu ambao wamekuua, wanataka kukuua, that was just a matter of time. Kwa hiyo tunaona Paulo jinsi alivyowapenda Wayahudi, na tunajua kwamba Paulo alipewa huduma ya mataifa, lakini unaona hata upendo wake ulivyo kwa Wayahudi. Alikuwa akiingia kila mji anaanza Wayahudi kwanza, alafu anaenda kwa watu wengine, kwa sababu ya upendo wake kwa ndugu zake. Na sisi je, tuna huo upendo kwa ndugu ambao Mungu ametupa katika maisha yetu? Kuna ndugu wa familia, kuna ndugu makazini kwetu, wale ni ndugu zetu, kuna majirani zetu, kuna watu ambao Mungu amewapa wako katika vicinity ya kwako. Utakapoenda mbinguni wenyewe wako jehanamu, kama patakuwa na mahali wanakuona, wanasema yule Rebecca yule hajai kutuambia chochote, wala tulikuwa tujui hata yeye kwamba ameokoka. Je, tunao huo uchungu wa kuambia neno la Mungu? Tena wametaka kukuua. Kwa hiyo hapo tujifunze kutoka kwa Paulo. Huo mstari wa kwanza kuna kitu ambacho Paulo amekiongea, dada Radhia amekiongea kidogo. Amesema, enyi wanaume ndugu zangu na baba zangu nisikilizeni. Hii kwangu mimi nimeiona kama umuhimu wa kutambua watu na nafasi zao. Ukienda mahali popote, iwe ni kwenye kuhubiri neno la Mungu, iwe ni kwenye business issues, chochote, hata masuala ya kifamilia, watambue watu kwa nafasi zao. Ile itakusaidia wewe kudeal nao appropriately. Unatakiwa ujue naongea na nani, kwa sababu utambulisho wetu au ushuhuda wetu lazima uendane na jinsi ya audience yako ilivyo. Tunamwona Bwana Yesu
katika zile mimi ndimi zake 7 alikuwa na audience tofauti tofauti. Akiongea na Wayahudi anawaambia mimi ndimi ni mchungaji mwema, kwa sababu wao wengi walikuwa ni wafugaji, wanaelewa. Lakini akiongea na wanafunzi anawaambia mimi ni resurrection, kwa sababu wale wanajua ni kitu gani kitampata Yesu. Huwezi kuwa unaongea the same thing with. Kwa hiyo huyu hapa alikuwa anajua anaongea na Wayahudi ambao wanapenda kuheshimiwa, wanapenda kutambuliwa. Kwa hiyo watambue, na ni vizuri zaidi kwamba, na unaona hapa hata kusema enyi wanawake, palikuwa ni wanaume tu na baba zake. Kwa hiyo aliwapa heshima yao. Kwa hiyo tujifunze hicho hata tunapoenda kushuhudia. Unapoenda kushuhudia mtu ambaye anakuambia mimi am atheist, lazima kuwe na ushuhuda wako uwe tofauti. Ukienda kwa mtu anakuambia mimi ni Muislamu, mimi ni mchawi, mimi sijui ni nini, you have to acknowledge kwamba yule ni mtu wa namna ile ili uweze kumsaidia. Vile vile tunaona anasema nisikilizeni nikijitetea mbele yenu. Hapa ndipo pale ambapo tumeambiwa kwamba tuwe tayari siku zote kumjibu kila mtu. Utetezi ni muhimu, kwa sababu tusipoweza kujitetea patakuwa na misinformation, misconception ya kitu. Wale walikuwa kama tulivyoona kwenye chapter 21, kilichowafanya wakasirike, walidhani amemuingiza Myunani ndani ya kanisa. Umeona? Kwa hiyo ikawa ni kama vile wewe hujui sheria. Kwani unajua sheria ya Musa wewe? Ungekuwa unajua sheria ya Musa ungejua basi kwamba sheria ya Musa hairuhusu mtu wa taifa lingine kama huyo Myunani kuingia ndani ya mahali ambapo ni sehemu ambayo Wayahudi peke yake wanaruhusiwa. Kwa hiyo inabidi ujitetee. Usiache mambo yawe hivyo hivyo. Saa nyingine tunaacha mambo under the carpet. Lugha, anatuambia kwamba waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania wakazidi kunyamaza. Mimi nani tofauti. Kuna mtu amezungumzia kuhusu lugha, ameongea lugha ya Kiebrania, ni sawa, ni lugha yao, lakini tukichukulia katika maana nyingine, yani kwa upana wake, kuongea na mtu, unaweza kuongea na mtu kwa lugha anayoielewa. Tunaongea lugha moja, yani tunavyosema tunaongea lugha moja. Yes, it can be saying nakutana na mtu anaongea Kiingereza na mimi naongea Kiingereza, lakini tusielewane kwa sababu my point na his point tunaenda the different. Kwa hiyo tunatakiwa, kwa mfano nikienda kwa mtoto, yes anaongea Kiingereza, lakini natakiwa nishuke nikawa kama mtoto. Ndio maana nani huyu Paulo mwenyewe anasema nikienda kwa Wayahudi nakuwa kama Myahudi, nikienda kwa Wayunani nakuwa kama Myunani, ili niwashinde. Hapo ndipo tunaposema kwamba unaongea na mtu lugha moja, unakubali kushuka, unakubali kupanda. Ni kama wewe sasa hivi, mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa nafundisha my executive. Ukienda kule, siwezi tena kufundisha kama ninavyokaga na wafundisha hawa watu wangu wa job center. Umeona? Watu wa job center ni tofauti. Naweza kuambia wewe, lakini wale inabidi niwe ndio hivyo. Kwa hiyo lazima tuwe na uwezo wa kuweza kuwa Mungu atuwezeshe na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kuweza kuongea na watu katika lugha ambayo watatuelewa. Ndio maana saa nyingine unamkuta mtu anaelezea kitu hicho haeleweki, afu anakuja mwingine anaelezea anaeleweka, kwa sababu lugha zetu zimepishana. Ingawaje lugha ni hiyo Kiswahili, naongea Kiswahili, lakini bado hatujawa kwenye nani moja. Ushuhuda binafsi ameelezea Sister Victoria, Mungu akubariki. Ni kweli kila mwenye mwana hakosi kuwa na ushuhuda. Watu wengi wana withhold ushuhuda wao, na kitu ambacho nimekiona kikubwa sana ni kwamba watu wengi ushuhuda tunaosubiri kama nimeponywa, kama mimi vile najifunza, na mimi nimeponywa ndio naenda kushuhudia. Nimepata promotion ninaenda kushuhudia, nimepata gari ninaenda kushuhudia, lakini sishuhudii matendo mengine makubwa ambayo Mungu ananitendea, ambayo ni makubwa kuliko mimi kupona. Kwa mfano, nilipokuwa nimeokoka, ushuhuda wa kuokoka siku hizi sijawahi kusikiaga makanisani. Sijui uko Tanzania, mimi Ulaya sijawahi kusikiaga hata siku moja. Sijawahi kumsikia mtu amekuja Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu ameniokoa. Hiyo tena siku hizi watu wameshasahau, wameona sio wakati huo ndio ushuhuda mkubwa, kwa sababu Bwana Yesu alisema itamsaidia nini mtu akipata dunia yote na kuipoteza roho yake. Kuna vitu vidogo vidogo tu ambavyo sisi ambao tuko katika wokovu tunajua kabisa Mungu anaongea na wewe, anakwambia acha hichi, acha hichi, acha kupoteza muda kwenye social media, acha kufanya hivi, acha kufanya hivi, acha umbea. Unaweza kweli ukafika mtu mahali Mungu akakusaidia ukaacha. Kwa nini hatushuhudii kwamba Mungu amenisaidia
kulikuwa na kitu nani, ili uwape wengine tumaini. Wapo wengine wana struggle kama wewe, it's not only you. Neno Mungu linatuambia katika Waefeso kwamba manani unayopitia wewe, watakatifu wengine nao wanapitia. Kwa hiyo there is nothing under the sun ambayo ni kipya. Kwa nini usimtukuze Mungu kwa vile vitu ambavyo amebadilisha katika roho zako, yani vitu vya kiroho, kwa nini tuvishuhudie? Kwa hiyo leo naomba tupate challenge hiyo ya kuanza kuwa tunashuhudia vitu ambavyo Mungu amevifanya ndani yetu, kwenye mtu wetu wa ndani. Zaburi 71 anasema kinywa changu kitasimulia haki na wokovu wako mchana kutwa, maana sijui hesabu yake. Nitakuja na mambo ya ajabu ya Bwana Mungu, nitawakumbusha watu haki yako wewe peke yako. Anaenda kuwakumbusha nini? Haki. Kwa nini tumshuhudie Mungu kwa haki ambayo ameifanya? Kwa wokovu ambao ameufanya. Mungu atusaidie sana. Ushuhuda binafsi vile vile tunaona hapa Daudi akizungumzia. Anasema mimi ni mtu wa Kiyahudi, nalizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi. Kwa nini haya maneno yalikuwa ni muhimu sana kuambia hawa Wayahudi? Haya maneno yalikuwa ni muhimu kwa sababu Paulo alikuwa ni Myahudi aliyezaliwa nje ya Jerusalemu. Kwa Wayahudi kuzaliwa Jerusalemu, yani wewe ndio unaonekana holy. Holy, 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 holy. Mtu yoyote ambaye hajazaliwa Jerusalemu, unakumbuka hata Bwana Yesu alikuwa anasema huyo ametoka huko nini, hata Nathanieli akasema umeshawahi kuona wewe kitu chema kikitoka Galilaya? Ni Galilaya au nini alizungumzia? Kuna kitu alizungumzia kwamba like you have to be from Jerusalem or Bethlehem. Hiyo huko kwingine huko amnaga mtu Mungu anamtumia. Kwa hiyo na yeye ikabidi aeleze kwamba sawa, mimi nimezaliwa. Alafu saa nyingine panakuwa na confusion, mtu akizaliwa nje ya Israeli kama wanamuona kwamba wanakubali ni Myahudi, lakini wanamuona kama ni Myahudi wa low class. Kwa hiyo yeye akawaambia hapana, mimi nimezaliwa kweli Tarso iko Uturuki, lakini nimelelewa Yerusalemu. So kwa hiyo kama ni hizo culture na mimi nazijua, kama ni nini na mimi najua, kama kukua nimekulia hapa Jerusalemu, najua mitaa ya Jerusalemu. Kwa hiyo ni kuwaweka sawa waweze kujua. Kwa hata sisi mara nyingine ni vizuri kurekebisha vile watu ambavyo wanadhania, kwa sababu dhana yao uliona kama hapo wametaka kumpiga na kumuua kwa kudhani. Kwa hiyo unabidi urekebishe. Alafu akamwambia amekaa miguuni kwa Gamalieli. Tunamkumbuka Gamalieli kama palikuwa na profesa wa ulimwengu, ndio alikuwa Gamalieli. Kwa hiyo alikuwa anaheshimika sana, ni very high class. Na hii inaonyesha kwamba huyu Paulo alikuwa anatoka kwenye prestigious family. Hata babu yake alikuwa Farao, baba yake alikuwa Farao, yeye Farao. Kwa hiyo hawa ambavyo walivyokuwa, kwa kuelezea hivi, inaonyesha kwamba how can I do any mistake kumleta Myunani? Yani kama sheria ya Musa, I know it, na tunajua kuna mahali aliandika. Na anasema nilifundishwa sheria kwa usahihi, haikuwa na makosa. Umeona? Alafu tena anasema nikawa na mtu wa jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo. Hapa mimi najiuliza swali, mwenzetu alikuwa na jitihadi kwa Mungu au jitihada? Sisi jitihada zetu ziko wapi? Kwa sababu kuna wengine tunajitihada katika kutafuta pesa, tunajitihada katika kutafuta mambo ambayo haya add any value katika wokovu wetu. Sisemi kutafuta pesa ni kitu kibaya, ni kitu kizuri sana, na kama unaweza tafuta sana, lakini balance inatakiwepo. Alafu tunaona jinsi ambavyo amewa-acknowledge hawa watu kwa kusema nilikuwa mtu wa juhudi kama jinsi ninyi mlivyo. Unajua watu wengi we don't acknowledge people, kwamba ukimkuta mtu amefanya kitu kibaya, yani wewe unajiona kama uko haya kwa vile wewe unajua the right way, lakini hiyo sio sawa. Unatakiwa uacknowledge kwamba na yule mtu na wewe ulikuwa mahali kama hapo. Hii inampa mtu sababu ya kukusikiliza na kutaka kujua zaidi. Ni mfano mimi sasa hivi, na nimeshaona nikikutana na mtu ambaye anaumwa figo, nikimwambia hivi na mimi nilikuwa hivyo, lazima kusikilize. Sister Victoria, Mungu akubariki, Joyce alivyoniambia kwamba na mimi nilikuwa naumwa, tena kanitajia ugonjwa ambao ni zaidi na mimi nilivyokuwa naumwa, ikani encourage kwamba kama hicho Mungu ameweza kukifanya, nimekifanya. Lakini lazima umwambie hivyo. Ni mfano mtu ambaye amepata matatizo ya ndoa,
akikutana na mtu ambaye ana struggle kwenye ndoa, akimwambia hata mimi nimepitia hivyo, unajua mtu anakusikiliza. Lakini wewe ukianza kujisema, unajua kuna watu wengine nimeshakutana nao, wakati wewe ukisema mimi na matatizo ya ndoa, mimi my ndoa ndio perfect, ya, mtu anakuambia kabisa mimi, yani anasema opposite ya kile ambacho wewe una struggle. Matokeo yake ni kwamba utataka kumsikiliza huyo mtu. Au Paulo angeenda hapa aanze kuwakondemu hao kwamba nyie nini bwana, yani hiyo juhudi zenu mnaiweka no, akamwambia na mimi nilikuwa hivyo hivyo kama nyinyi mlivyo leo. Kwa hiyo hii inawapa hope hawa kwamba okay, kama huyu alikuwa hivi, then there is a chance na mimi naweza kuwa kama yeye, kwa sababu lazima kulikuwa na watu ambao wanataka kubadilika lakini hawajui njia sahihi. Mstari wa 3 anasema elimu ya Paulo chini ya Gamalieli alivyoelezea, hii imenifundisha kitu kimoja, kuwafundisha watoto toka wakiwa wadogo. Paulo atoka akiwa mdogo amewekwa chini ya Gamalieli ili aweze kunani. Inasemekana Gamalieli ameandika kitabu ambavyo viko huko kwenye maktaba zao. Wanasema alikuwa wakati anamfundisha Paulo, hakuna kitu ambacho amewahi kukiona tofauti ya Paulo na watu wengine, jinsi Paulo ambavyo alikuwa hatosheki na maarifa, alikuwa ana search for knowledge all the time, anaomba vitabu, akimaliza kitabu hiki anaomba kitabu hiki, anaomba kitabu hiki. Na kama wewe ni msomaji wa Biblia utakuta hata kwenye hizi barua zake hizi, kuna mmoja anawatuma wao kina Luka, anawaambia mkija, wakati amefungwa jela, mkija naomba mkaniletee na vitabu. Kwa hiyo inatufundisha hata sisi jamani, seek knowledge, seek knowledge. Knowledge is power. Umeona? Mara nyingine tuna struggle kusoma especially Biblia, lakini that is where ambapo utaprosper. Mungu atusaidie. Kwa hiyo yeye hata kule kusoma kwake alivyotoka, ameisoma sana Torati. Kwa hiyo hapa alikuwa na nguvu, walikuwa hawezi kumshinda kwa kitu chochote kwa sababu anaijua in and out. Mstari wa 4 anasema nikawaudhi watu kwa njia hii. Kwa watu wa njia hii tunakumbuka kabla neno wa Kristo alijaanza walikuwa wanaitwa watu wa njia hii. Wakristo ilikuja baadaye, tuliona kule Antioki ndio walianza kuitwa Wakristo, lakini kabla ya hapo walikuwa wanaitwa watu wa njia hii. Akasema nikawaua, nikawafunga, nikawatia gerezani wanaume na wanawake. Jamani wapendwa, tusiongeze wala kupunguza ushuhuda Mungu ambao ametupa kwa sababu ya aibu au sababu nyingine yoyote. Angeweza kuona kwa sababu yupo na wale wanani wale wanani wanaitwa Wayahudi, angeweza kusema yeye hajaua, lakini kawa muwazi kusema hivyo. Na vile vile yani kuna kitu nilijiwazia. Unajua zamani watu hawakuwa wengi sana na yuko Yerusalemu. Kwa hiyo most likely palikuwa na watu pale ambao Paulo amewaua ndugu zao, lakini he was so bold still kusema mimi nimewaua watu wa njia hii. Palikuwa pale kuna watu wa kanisa ambao tayari wameokoka, ambao wamepoteza their brethren, watu walikuwa wanasali nao, wameuawa na Paulo. Paulo bado yupo ana boldness ya kusema hivi. Kwa hiyo sisi kuna vitu gani ambavyo tunaviona ni vibaya sana ambavyo hatuwezi kushuhudia ili mwingine apate kubadilika. Lakini cha muhimu tusiongeze kwa entertainment. Unajua watu wengine wana exaggerate ushuhuda ili uonekane ushuhuda una nguvu, uvutie watu wasikie. Mungu hahitaji kusaidiwa. Na wala usiwe na aibu ya kusema yale ambayo Mungu amekupitisha, kwa sababu kila kitu kina faida yake. Umeona? Ndio maana Paulo akasema haonei haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Wayahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hiyo tusionee haya Injili, ushuhuda ni Injili vile vile. Kingine ambacho nimekiona, mashahidi. Akasema kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo, na wazee wa baraza wote pia ambao nalipokea barua kwao kuwapelekea ndugu wale. Hivi umeshawahi kujiuliza jamani, kuna nani ambaye ameinania na kelele? Naomba mummute. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba kitu ambacho mimi nimejiuliza kuhusu ushuhuda wa Paulo. Anasema kuhani mkuu na wazee ambao wako hapo wakati wanautoa ushuhuda huu, wako hapo wamekaa. Anawaambia na nyinyi mlikuwepo, na nyinyi ndio mlinipa barua. Sasa hebu imagine kama Paulo ushuhuda wake angekuwa ameupunguza au ameuongeza. Alafu hawa makuhani wangeanza kusema, au kuhani mkuu angesema wewe unasema uongo. Unajua falsify ule ushuhuda wa Paulo, hakuna ambaye angemwamini tena.
Na ndio maana na mimi na wewe ndio maana naendelea kuinsist. Usiongeze ushuhuda wako wala kupunguza, kwa sababu utakapouongeza pakatokea mtu akapik kitu kidogo tu kwamba hicho kitu akikutokea, then kila mtu atauona ushuhuda wako tena haufai, utaacha huo ushuhuda, utashindwa, utakuwa tena ufanye ile kazi ambayo Mungu alikupia huo ushuhuda. Usimsaidie Mungu, just say it as it is. Amen. Mungu atusaidie. Alafu tunaona tena Paulo anaelezea jinsi ambavyo alikuwa anaenda mpaka Dameski kwenda kuwafuata Wakristo, kuwatesa na kuwaua. Mimi nikajiuliza, sisi je, tuko tayari kwenda that far kwa ajili ya Kristo? Kama huyu, yani huyu ni wale watu ambao walikuwa anaambiwa ruka, anauliza how high. He was willing to go as high as possible kwenda kuua na kuharibu. Lakini tunajua ndio alifanya for ignorance. Lakini sisi ambao leo hatuna ignorance, tumeokolewa kwa damu ya thamani, how ready are we to go for Christ? Na umbali na uzungumzia sio umbali wa distance ya mji au ya nchi au ya nini. Ni kwamba kuwa tayari kutoka kwenye comfortable zone yako na kwenda sehemu ambayo ni very uncomfortable, you have never been spiritually. Uwe tayari kwamba I'm going to do this. Kwa mfano, sijawahi kuomba usiku kucha nikasema leo I am ready to do it for Christ. Na hapa sio kwa vile una matatizo, maana mara nyingi tunafanyaga hivyo tukiwa na matatizo ndio tutaweza kufunga, tutaweza kufanya nini. Hapa una tatizo wala nini, unasema mimi nataka nifunge, niombe kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya mtu fulani anayeumwa, nimesikia kuna fulani anaumwa, kuna fulani anapitia kitu fulani, nafunga na kuomba. How high are we willing to go for others? Mungu atusaidie, au kwa utudani wa Mungu. Hapo ndio part 1 ya neno letu la leo. Naona muda unaenda, sijui kama tutamaliza vyote vinavyohitajika. Kama nilivyosema, hili somo lina vitu vingi. Tunaendelea hapa na verse 6 mpaka 10 ambapo Paulo anaendelea kujitetea. Naomba Sister Joyce uendelee kutusomea. Mungu akubariki. Amen. Tasoma kama ilivyoandikwa. Ikawa nilipokuwa nikisafiri nikikaribia Dameski wakati wa adhuhuri, ghafla nuru kuu ilitokea mbinguni, ikanimulikia pande zote. Nikaanguka nchi, nikasikia sauti kiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Nikajibu, wewe u nani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti, ambaye wewe unaniudhi. Move 9. Ni 9. Nimefanya hivi, nimefikia megeu. Sorry. Na wale waliokuwa pamoja nami waliiona ile nuru, lakini hawakusikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Nikasema, nifanye nini Bwana? Bwana akaniambia, simama uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa. Amen. Asante sana. Kwa hiyo narudisha kipindi kwako moderator. Tumejifunza nini wapendwa kati ya mstari wa 6 na mpaka wa 10? Mungu awabariki. Amen. Karibuni kuchangia. Karibu Sister Kanana. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimejifunza kwamba Mungu ana plani. Mungu alikuwa na plani na Paulo. Tunaona kwamba Paulo aliifuata hii plani. Alafu vile tunaona kwamba Paulo akawa mtu muhimu sana katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba Mungu ana plani na kila mtu. Ingawa tunaona Paulo alikuwa ameenda katika njia tofauti, Mungu pia ana second chances kwa watu. Kama ana mpango kama ukiufuata utafanya ile makusudi. Je, sisi wenyewe Mungu akituwekea plani, ana plani na kila mtu, kama neno lake linasema kwenye Yeremia, he has a plan for us. Kwa hiyo tujijue kwamba plani ya Mungu aliyotuwekea, kama tukiifuata na sisi tutafanya makusudi ya Mungu kama alivyofanya Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Karibu Sister Jen. Amen. Mimi nataka kuchangia kwenye mstari wa 6, ngoja niende haraka. Cha kwanza mimi nimeona ukuu wa Mungu, umenielewa? Huyu Paulo alivyokuwa anakamataga Wakristo, walikuwa wanahubiri na nasikia yale mahubiri yao, lakini yeye alikuwa hayataki. Yeye ilikuwa shida yake awakamate na kuwapeleka huko magerezani. Lakini njia za Mungu ni tofauti. Hapa alienda kumuokokesha Paulo kwa kutumia ili giza, kutumia nuru.
Umeona, yani aliingia mwenyewe kazini. Kwa hiyo naweza kusema ukuu wa Mungu anapokuwa na jambo ambalo dada Kanana anasema, anapokuwa anamhitaji mtu wake. Umeona eh? Kwa hiyo hata sisi tusichoke, tutahubiri, watatudharau, tutahubiri, watatufanya vile, lakini siku ya siku ikifika, Mungu atapomtaka mtu wake atatumia njia zake, na njia za Mungu hazichunguziki. Umeona? Na nikaja hapo katika mstari wa 7, mimi kuna kitu kingine nimekiona hapo, ni kwamba pale aliposema hivi, nikaanguka chini na nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? Kuanguka chini ni kwamba Mungu naye tunakuja pale katika ukuu wake huo, lakini katika kwamba inapofika kuna mahali unasalenda. Na hii imenifananisha, yani hiyo ya Paulo imenifananisha na mimi ya kwangu. Nilikuwa na marafiki kina Joy wameokoka, nilikuwa na watu wengi wamenizunguka wameokoka, lakini to me bwana, I'm not ready na hizi sio style za maisha yangu. Lakini Mungu alitumia njia ya kunifanya mimi nisalende. Hakuna mtu alinihubiria je niokoka, ni mimi nilikuwa nawaambia Mungu nifanyeje, omba toba, nifanyeje, yani mimi ndo naomba hivyo vitu. Kwa hiyo Mungu hapa anatuonyesha, haimaanishi kama unakuwa mjeuri kiasi gani, unakuwa kiakatili kiasi gani, lakini akiamua kukusalendesha unasalenda wewe mwenyewe. Haijalishi cheo ulichokuwa nacho wala pesa ulizonazo. Unaweza kukuta mtu ana hela zake na maisha yake, lakini balaa likamtokea mwenyewe akaanza kumtafuta Mungu yuko wapi. Amen. Alafu na kingine nimekiona tena kwenye mstari wa 8. Umeona? Mstari wa 9. Umeona? Mstari wa 9 nimeona Mungu anaongea na mtu, sorry, ngoja samahani kidogo, simu yangu imejeloka, 1 second. Na wale waliokuwa pamoja naye waliona ile nuru, lakini hawakusikia ile sauti. Kwa hiyo Mungu hapa katikati hapa tulipo hapa sisi hapa, Mungu anaweza kaongea na mtu mmoja tukashuhudia vitu vichache, lakini vile Mungu aliyemkusudia. Anaweza kama mtu yote, anaweza kama dada Kanana, anaweza kama dada Victoria, lakini Mungu akaongea peke yake na yule mtu, akampa vile vitu anavyovitaka yeye. Umeona? Na ndio maana nataka kwenye kanisa au kwenye wakati mwingine kwamba mtu anaweza kukuelezea, usiweze kumueleza, uweze kumuelewa, lakini Mungu ameongea na yule mtu. Umeona? Ni mtu mmoja. Kwa hiyo Mungu anaweza kaongea na mtu mmoja kwenye kanisa, whether ni maelekezo, whether ni kitu chochote. Umeona? Na kama wewe umeongeleshwa na Mungu, is no easy watu wengine wakuelewe. Kwa hiyo lichukulia ile kitu ulichoambiwa, weza ni maelekezo, weza ni kukanywa, weza ni kitu chochote, ukiitendee kazi, wengine itakuwa sio rahisi kukuelewa wewe. Kama hao waliona nuru lakini sauti hawakuelewa. Hata kama aliwaambia mmesikia hii sauti, hawakusikia. Umeone? Kwa hiyo na hilo namba 1 katika sauti. Na vile vile na sisi, mimi najiongelea mimi. Kuna muda mwingine Mungu anaongea na mimi, naanza kuwaza hivi anaongea na mimi au ni mawazo yangu au ni sauti nimesikia vitu vingine. Kwa hiyo na Mungu na yeye akatupe neema na sisi katika kutenda kazi ya Bwana. Cha mwisho kabisa nataka nimalizie katika huu mstari wa 10. Mimi nimeona kitu kimoja hapa kwamba nini nikasema nifanye nini, kwamba yani hapa Mungu ni mwelekezo wa Mungu. Yani kwamba kuna kuoji. Umeelewa? Hata Musa alioji. Umeona kwamba nifanye nini? Nikasema nifanye nini Bwana? Akaniambia simama uingie Dameski na huko na ule. Kwa hiyo ina maana tunapokuwa na hivyo kwamba kuna kitu kimekutokea au Mungu ameongea na wewe, mwambie Mungu nipe, yani kwamba nifanye nini, upate maelekezo. Lakini sengine Mungu ameongea na wewe, je, umeweza kumuoji au wewe yani, kwa sababu anaweza kaongea na wewe hujapata chance ya kumuoji na ukaamua labda kufanya kwa mazoea yako na vile. Kwa hiyo Mungu anaweza akasema na wewe leo, lakini bado kuna mtu mwingine ambaye siwezi kufanya mpaka Mungu ampe maelekezo. Maelekezo yanaweza katika 1 day, yanaweza katika 1 wiki. Tuwe wavumilivu tuweze kupata maelekezo yake na tuweze kwenda sahihi, kwa sababu hapa asingemsikia Mungu, asingeweza kutii kwa maelekezo ya Mungu. Naomba niishie hapo. Barikiwe. Amen. Barikiwe. Karibu Sister Razia. Okay, na mimi kingine ambacho ningependa kuongeza ni kwamba nimeona pia kuna unyenyekevu humo ndani, kwa sababu pale alipo mwanga ulipotokea na mwanga aliuliza kwamba wewe ni nani. Hakutaka kuleta, yani unajua, kwa sababu yeye alikuwa ni hardcore Mfarisayo. Kwa hivyo alikuwa anajua kwamba uko anakokwenda, yani yuko on the right path. Kwa hivyo yani alivyoona hiyo alivyoona huo mwanga, yani na angeweza tu kutumia ubishi, yani kuanza kubishana na Yesu hapo, anza kumwambia mimi niko kwenye divine mission, nimetumwa na kuhani kwenda kufanya nini na nini. So sometimes tunaweza kuwa kuna vitu ambavyo tunavijua katika maisha yetu na tuko very convinced, lakini
tuko probably either on the right road, lakini tuwe na moyo wa kutaka kujifunza na kuweza kusikia. Alafu kingine pia naona kwamba katika hii safari ya Paulo katika kote huko alikokuwa anaenda, zaidi ya kwamba alikuwa aliambiwa pia, unaona pale alivyoambiwa kwamba utakapokwenda utaambiwa nini cha kufanya. Kwa hivyo yani sometimes Mungu huwa Mungu siku zote akikuita anakuambia nini cha kufanya. Kwa hivyo tuwe open kuweza kumsikiliza kwamba Mungu anasema nini, na hata pale ambapo hatuelewi. Kwa mfano yani Paulo alikuwa na mikakati yake, alikuwa anaenda, lakini alivyokatizwa na akaambiwa alitii na kuweza kufuatilia. Kwa hivyo tusiwe wabishi Mungu anapotuelekeza, kwa sababu Mungu siku zote yeye anajua zaidi ya sisi ambavyo tunajua. Naomba niishie hapo. Amen. Dada Joy, samahani, sichukui muda, nataka kujazia tu hapo kwenye nani, kwenye kusalenda hapo. Kwenye kusalenda kwamba huyu aliamua kusalenda, hata kama mnakumbuka, sijikumbuki ni kitabu gani cha Naaman alivyoambiwa ukienda kule, umeona Naaman alikuwa jemedari, lakini maelekezo yani alitoka kwa nani? Kwa mjakazi wake, umeona? Kwa hiyo pointi yangu nilikuwa najaribu kumaanisha kwamba kuna muda tutapata vitu kwenye tunapokuja kusalenda, lakini maelekezo yanaweza kutoka kwa Mungu straight au Mungu akamtumia mtu yoyote. Ni hapo tu basi, mbarikiwe. Amen. Mbarikiwe sana. Na mimi naona kidogo nataka niongezea hapo leo kwamba nilichojifunza kwa huyu mtu ni kwamba yeye alipata wanaita personal encounter with God, ambacho ndio tofauti kama ile point aliyosema Jeni kwamba wengine hawakusikia. Vipo vitu vingine ambavyo tunaweza tukao tunavifanya tukiwa tunafikiri tunamfanyia Mungu, kwa sababu huyu alikuwa na believe anamfanyia Mungu, lakini nilichojifunza ni kwamba Mungu aliijua nia ya moyo, na ndio maana Mungu anaangalia moyo, na ndio maana alipomtokea kama hapo Darazia anaposema kwamba labda angeweza kusema awe mkorofi. No, Mungu akimtokea mtu you will know. Ndio maana hapa amemuita Bwana, yani ame pinpoint straight away, amejua huyu ni zaidi hata ya wale wakuu. Kwa hiyo straight away akasema nifanye nini Bwana. Hakuwa amejua, hakuwa ameambiwa kwamba mimi ni Bwana nimefanya, alijua automatically. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hata sisi ukivisikia na ukajua kwamba Mungu amekuijia kivyako, ukajua ni Mungu, kikubwa ni kutii. Mungu awabariki wote. Sister Rebecca karibu. Kuna iPhone amenyosha mkono, karibu. Nafikiri mimi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi naomba kuongelea hiyo habari kidogo ya nuru hapo. Tumetaja kwamba hiyo nuru aliyoiona, tusome pale kwenye Yohana 1 hasa ule mstari wa 5 au Yohana 1 ile ya kuendelea, kwa tutajua kabisa kwamba nuru iliyokuwa inaongelewa pale ni Yesu mwenyewe. Amen. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba ile nuru iliyokuja ilikuwa ni Yesu mwenyewe. Maana sasa Yesu anaendelea kwamba alipata personal encounter, na katika Yohana 1:5 inasema kwamba nuru inapoangaza ambaye ni Yesu mwenyewe, hata giza haliwezi kulizima. Kwa hiyo tunajua kabisa, tukisoma story ya Paulo ni kwamba ndio alikuwa na giza, sababu alikuwa bado yuko kwenye darkness. Kwa hiyo hapa alipopata ile encounter tunaona kabisa kwamba alisaleta kwamba ile nuru, giza yote inaondoka, confusion yote inaondoka. Kinachofuata pale baada ya nuru ni direction, ni clarity, na that's from that point forward ndio tunaona kwamba Paulo alianza kujua the truth na kuanza kupata kile alichokuwa anaona. Kwa hiyo tunaomba ndio point ya nuru hapo. Amen. Barikiwa sana Sister Ima. Karibu Sister Tina. Umejimute. Bwana Amen. Yesu asifiwe. Yeah. Amen. Nilikuwa na swali lakini naona kwa kidogo amelijibu dada Joyce. Maana mimi huwa najiuliza kila siku kwamba Paulo alivyoona ule mwanga moja kwa moja akasema nifanye nini Bwana? Sasa alikuwa hajawahi kumwona Yesu, si ndio? Maana nadhani kumeandikwa kwamba wapo waliokuwa na Yesu na nini, lakini na mimi alikuja kunitokea. Sasa alivyosema nifanye nini Bwana, nilikuwa najiuliza alijuaje kwamba ni Bwana? Lakini Joyce nadhani ndio hilo jibu, lakini kama kuna mtu mwingine anajibu zaidi aniambie. Kwa vipi Paulo alijua kwamba yule ni Bwana? Umeona? Alafu na kitu kingine ambacho nilitaka kusema ni hivi, kumjua Mungu ni hatua.
tuko katika hatua tofauti tofauti za kumjua Mungu au kujua kazi za Mungu, kwa sababu Paulo kama mmoja wetu alivyosema ni kwamba alikuwa anajua kwamba anamtumikia Mungu, lakini kumbe alikuwa anaenda kinyume na Mungu huyu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye alikuwa na ufahamu wa namna fulani ya Mungu, lakini kumbe kuna aina ingine ya kumfahamu na kumtumikia Mungu. Kwa hiyo hata sisi naona kama vile tuko kwa namna hiyo. Wengine tunamjua Mungu kwa namna hii, wengine tunamjua Mungu kwa namna ingine. Lakini tunavyozidi sasa kujitoa kumtumikia Mungu, kuna wakati atajifunua kwetu kwa jinsi ambavyo anataka yeye mwenyewe sisi binafsi tumjue, kama alivyojifunua kwa Paulo. Amen. Amen. Karibu iPhone, nafikiri unataka kujibu swali. Sister Ima, umejimute. Ya, nasikia kama Sister Rebecca anataka kuelezea. Mwanamke alijitambulisha pale Sister kwa kuuliza swali, alijitambulisha kwake kwamba yeye ni nani. Kwa hivyo nafikiri sasa unaona kwamba alijuaje kama ni nani, kwamba alijitambulisha, but at the same time ndio hiyo inakuja hiyo issue kwamba unapopata encounter you cannot be the same. You will know the truth kwa sababu umepata encounter na Yesu mwenyewe. What do you expect? For me, I strongly believe kwamba ndio alijitambulisha, but still there's a difference when light inapokuja, yani inatenganisha na kila kitu. Kwa hiyo tunajua Yesu mwenyewe ndio njia, ndio kweli. Kwa hiyo unapopata encounter na you will know the truth. I'm not sure kama nimekujibu, but I also believe kwamba tunaenda kwenye Bible kwamba alijitambulisha kwamba mimi ndio Yesu unayendi basi. Sasa sidhani kama kuna any more na any answer, but I think that's what I believe it was, yeah. Dada Ima, na mimi nataka nijalizie hapo ulipoishia wewe. Yaani kwamba ukirudi kwa Sister Tina, dada Tina, kwa kuna mstari pale Paulo alizao ni nani alisema mimi ni Yesu Mnazareti, tayari alijitambulisha. Umeona, hiyo ni moja. Lakini kingine nataka kuongezea ni kwamba hivi kwamba hapo ni yani ilikuwa sio hakuna mhubiri wala nani, alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo anapokuwa Mungu mwenyewe hakuna kitu kinachoshindikana. Umeona, kinachobakiaga tu ni utii, ambao hata mimi mwenyewe nimetoa mfano wangu mimi mwenyewe. Mimi nimeokoka kwa machozi na hakuna mtu alionihubiria kwamba sasa hivi inabidi uokoke. No, yani situation ilikuwa imekaa, yani unaona kabisa ndani unachojua wewe tu ni Mungu, hutaki kusikia habari yoyote. Kwa hiyo naona majira yakifika ya Mungu mwenyewe kunakuwa hakuna mambo ambayo wewe utakuwa unaona mazito. Sasa sijui kama nimeeleweka, I don't know. Yani ni kazi najirahisisha yenyewe. Yeah, Joyce alikuwa ameshasema hilo kwamba baada ya kuona yani ile encounter yenyewe alijua kabisa hapa si mwanadamu, ni Mungu. Lakini Yesu alijitambulisha baada ya yeye mwenyewe Paulo kusema ni nani Bwana, tayari akawa ameshasema Bwana kabla Yesu hajasema ni mimi Yesu, si ndio? Kwa hiyo yani alikuwa tayari ameshajua kwamba no, this is Bwana. Ndio Yesu akasema ni Yesu, lakini tayari Paulo alishakuwa ameshasema Bwana. Nadhani Joyce amejibu ni sawa kwamba ile encounter yenyewe Paulo alijua kabisa kwamba hapa si kitu cha kawaida, ni Mungu mwenyewe. Asanteni. Amen. Mbarikiwe wote. Basi karibu Rebecca, uendelee. Sijui unahitaji dakika ngapi tukuongezee? Yeah, itabidi tuishie verse 10 today. Mungu akipenda tutaendelea wiki ijayo, mpaka nasema wiki iliyopita. Tutaendelea wiki ijayo. Kwa hiyo nadhani dakika maximum 10 minutes kuanzia sasa hivi nitakuwa nimemaliza. Mungu awabariki wapendwa. Ni kweli jamani, Bwana Yesu akikutokea, you don't need the introduction. There's no introduction. Hata tunaona kama wewe ni mtu unapenda kuangalia shuhuda, angalia Yesu anavyowatokea watu mpaka leo huko China, Saudi Arabia, wapi, nchi za Kiislamu ambao watu hawajawahi kusikia kabisa neno la Mungu, wengine ni ma-atheist. Lakini Yesu akikutokea kwa nguvu, kwa uweza, kwa utukufu wake, you will know. Kwa sababu mnajua sisi ni spirit. And the spirit, neno la Mungu linatuambia spirit yako inashuhudia, spirit yako inajua. Ni huu mwili. Mimi nasemaga mimi mwenyewe binafsi kwenye maono, saa nyingine naweza nikapata maono. Kama umewahi kupata maono, utajua kuna vitu unaviona, you just know. Yani kuna knowledge ya Mungu ambayo kila mtu anayo, isipokuwa tu ni mwili huu huwa unatudanganya.
Kwa hiyo Bwana Yesu ni mtu ni Bwana, yani akitokea ni Bwana, utajua tu ni Bwana. Habari hii ya mwanzoni nilivyolipata hili somo nikasema hili somo tulishafanyaga chapter 9, nitatumia tu siku moja kufundisha. Angalia tunaishia verse 10 today kwa sababu kuna mambo mengi. Lakini nikaja kuangalia katika kusoma kwangu nikakuta kwamba hii habari ya kuongoka kwa Paulo imeandikwa mara 7 kwenye Biblia. Kwa hiyo nikaanza kuchunguza kwa nini imeandikwa mara 7. Kwa sababu kila kitu kinapoandikwa na kurudiwa kina kazi yake kubwa katika maisha yetu. Kwa hiyo katika Matendo 9 ambayo tumeiangalia huko nyuma, Luka ndo alikuwa anaelezea historia ya wokovu wa Paulo, na audience ilikuwa ni wasomaji wa hicho kitabu. Na tunakumbuka nani huyu Luka alikuwa ameombwa na huyo mtu anaitwa Theonani, sijui jina lake gumu, kwamba ndio andike hicho kitabu cha Luka na kitabu cha Matendo ili watu waweze kujua. Kwa hiyo audience yake ilikuwa ni yeye na mtu yote ambaye atasoma hiyo Biblia, kuonyesha kwamba jamani, palikuwa na mtu anaitwa Sauli, alikuwa ni muuaji, alikuwa ni hivi, na sasa hivi amebadilika, amepokea, amekuwa mtume. Katika hii Matendo ya leo tunapoenda kuangalia, tunaona kwamba hapa inatuelezea utetezi. Alikuwa anajitetea mbele ya Wayahudi. Kusudi kubwa ni kutetea na kueleza huduma yake ya mataifa. Mnakumbuka ilianzia na vurugu ya kwamba mataifa wameingia hekaluni. Kwa hiyo yeye katika utetezi wake anajaribu kuonyesha kwamba mimi ndio huduma yangu niliopewa ya mataifa, lakini it's not kwamba hii huduma nimejipa mimi, ni Mungu mwenyewe amenipa. Ndio maana anamuingiza Yesu hapo kwamba alipokutana naye. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana kuelewa. Ndio maana unaweza ukakuta ukienda ukisoma akaunti zilizoko Matendo 9, kidogo kuna vitu hajavielezea kwenye Matendo 22. Na kuna watu wanaanza kuona kwamba there is no inconsistency. No, ni kama mimi sasa hivi nimetoa mfano, nikienda sehemu nyingine naweza nikaongea hivi kwa sababu naona hii information they don't need to know, lakini hawa they need to know this information. Kwa hiyo ni kwa sababu ya change of audience na purpose ya hiyo ushuhuda kwa wakati huo. Unakuta kwamba kuna maneno mengine unayaongeza, mengine unaweza ukapunguza, kisha kwamba ushuhuda umebadilika. Katika Matendo 23 akaenda kuiangalia mbele huko, atajitetea mbele ya Agrippa. Kwa hiyo audience imebadilika. Hapa anaongea mbele ya mfalme na Festus, anaongea na audience yake ni Warumi. Kwa hiyo hapa anajaribu kuwahubiria wokovu, kwa sababu hiyo ndio huduma yake. Aliambiwa utahubiri wokovu kwa mataifa. Kwa hiyo anapoenda kuhubiri wokovu kwa mataifa, anaongelea the same kuongoka, lakini akilenga kwamba mwisho wa huu ndani yangu ya hii speech yangu, hawa watu watamjua Kristo na kuokoka. Na kote ndiyo inania hiyo, lakini audience ni tofauti. Kwa hiyo kuna maneno mengine yamepungua, mengine yameongezeka. Wagalatia 1 alikuwa anatetea nafasi yake kama mtume, kwa sababu watu walikuwa wanamdoubt kwamba utakuwaje mtume na nini na nini. Kwa hiyo kusudi alikuwa anaonyesha kuwa utume wake umetoka kwa Bwana Yesu. Alafu ikaandikwa tena kwenye Wafilipi. Hapa alikuwa analielezea kanisa, akaelezea jinsi ambavyo aliacha kila kitu ili kumfuata Kristo. Umeona? Kwa hiyo nayo ukiwa unaongea na watu wa ndani, unahitaji na wao kuwaonyesha kwamba jamani, this is how I met Jesus, and because of this niko willing kuacha kila kitu. Na kila kitu anasema likiona ni mavi. Alafu tunaenda kuona kwenye Wakorintho 1 tena alikuwa anawaandikia Wakorintho kuwaonyesha jinsi ambavyo yeye hakustahili hata kidogo kuwa ni mtume, kwa sababu alilitesa kanisa. Lakini hakumalizia hapo, alimtukuza Mungu ambaye alimjua kabla akiwa tumboni, mpaka hajamweka tumboni mwa mama yake. Alafu kwenye Timotheo akawa anamwandikia kama mchungaji, kwa sababu yeye alikuwa ni kama mchungaji wa Timotheo, kuonyesha uvumilivu wa Mungu na rehema zake, kwamba Mungu alimvumilia sana Paulo pamoja na dhambi zake, lakini Mungu amemrehemu na kuja kumfanya kuwa mtume. Kwa hiyo hizo ndio sababu kubwa tunakuja kuiona kwamba hii habari imeandikwa mara 7. Kwa hiyo ni habari muhimu sana. Kwa hiyo watu wamezungumzia nuru. Sister Ima, Mungu akubariki. Ni kweli, mimi kitu nilichokiona ni hiki, kwamba hii nuru ilipiga wakati wa mchana, saa 6 mchana. Fikiria hiyo ni Middle East, sio kama hapa Uingereza sasa hizi unaangalia saa 6 mchana huko giza. Kule ni jua kweli kweli, saa 6 mchana watu wengine hata watoki nje. Lakini eti nuru imepiga
ikaizidi nuru ya saa 6 mchana. Ndio nikakumbuka huo mstari Ima ulioutoa kwamba nuru hiyo ambaye ni Kristo mwenyewe, giza haliwezi kuishinda hiyo nuru. Kwa hiyo ina maana lile jua la saa 6 mchana lilikuwa kama giza. Yani it made me fear God. Hayo huyu ni Yesu mwenyewe, na kama mlivyosema wote, hii ni encounter jamani. Hii nuru ikimkuta mtu yoyote lazima imbadilishe. Tatizo letu wengi hatujabadilika, tuko vile vile miaka nenda miaka rudi, kwa sababu bado kweli hatujaikutana na hii nuru. Na hiki kitu ni cha kuomba. Unaweza kuwa katika wokovu siku nyingi, lakini bado nuru haijaingia kama nuru hii ya kukubadilisha kabisa ukawa mtu mpya. Kwa hiyo ni kitu cha kuomba. Na mimi binafsi inaweza kuwa ni maoni yangu, mimi nadhani kwangu mimi ni kitu ambacho naomba kila siku kwamba Bwana, ninaomba nuru yako iangaze, kwa sababu I'm not satisfied with what I have now. I'm not satisfied. Yani nuru iangaze na kuangaza na kuangaza na kuangaza mpaka niweze kuinuka na kuangaza, kwa sababu Isaya 60 inatuambia ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Nuru ikikuangazia lazima utainuka na kuangaza. Kwa hiyo kama bado hatujaanza kuangaza, tuombe nuru ipate kuja na utukufu wa Bwana ukapate kutujulia. Tumeona neno ghafla hapo, hiyo nuru inasema ilikuja ghafla. Nuru ilitoka mbinguni, haikutoka kwingine kote, ilitoka mbinguni ikanimulikia pande zote. Umeona, inasema hii nuru ambayo ili neno ghafla limeandikwa mara 87 kwenye Biblia, na katika mara zote ambazo imeandikwa neno ghafla ni Mungu ameingilia kati kubadilisha mwelekeo wa watu au matukio. Kwa Mungu anapotaka kubadilisha mtu, anapotaka kubadilisha matukio, anataka kubadilisha kitu, anakuja ghafla bila expectation. Na wale tunaomsubiri Bwana Yesu tunajua hata Bwana Yesu atakapokuja atakuja ghafla. Kuna watu hawatajua, unaambiwa kufumba na kufumbua, kanisa halipo. Kwa hiyo tujitayarishe kwa ughafla ambao Bwana Yesu atakuja kutuchukua. Njia za mwanadamu. Anasema nilikuwa nikisafiri nikikaribia Dameski wakati wa adhuhuri. Kwa hiyo yeye alikuwa anaona ni njia safi kabisa, lakini neno la Mungu linatuambia iko njia ionekanavyo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hizo njia aliyokuwa anaiendea Paulo ilikuwa ni njia ya mauti. Alikuwa anaenda kuua watu, na yeye mwenyewe vile vile mwisho wake angekufa. Alikuwa anaelekea kwenye ya moto, Jehanamu, kwa sababu ya mauaji ambayo alikuwa anaifanya. Kwa hiyo tumuombe Mungu sana 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 aweze kutusaidia njia zetu zisielekee. Tuwaombee wale ambao bado njia zao ni njia ambazo kwao wanaziona ni safi, lakini kumbe hizo njia zinawapelekea mautini. Kingine tumeona kuna Sister Jane amezungumzia kuanguka mpaka katika nchi. Yes, hii ni submission, lakini vile vile mimi najiuliza kwa upande, yani wewe uwe ndio lile kanisa la wakati huo, kanisa la kwanza ambalo lilikuwa linateswa na Paulo, wameuawa, yani wafikiria kama sasa hivi mwe kanisa lenu labda mna watu 200 au 100, alafu katikati yenu kuna watu kama 50 wameuawa na Paulo, wameteswa, wengine wako jela, alafu leo Paulo kaangushwa chini huko na mwanga. Neno ambalo litakujia ni nini? Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Ili kanisa, Mungu alikuwa upande wa kanisa, kwa akamwangusha adui wa kanisa. Na hilo ni jambo la kumshukuru Mungu na kujitia moyo kwamba Mungu akiwa upande wako, you don't have to fight. Lile kanisa alikufight, alikwenda mahakamani, wala alikutumia nguvu ya mwili, lilikuwa katika roho na Mungu akawapigania. Na vile vile kwa upande wa kanisa tunaona kwamba njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake wapatanisha naye. Tunaona huyu Paulo alikuwa ni adui wa kanisa, na ni Bwana mwenyewe ndio aliyeweza kumpatanisha Paulo na kanisa, kwa sababu kanisa hili lilikuwa linaenda katika njia zinazompendeza Mungu. Tunaona tena Bwana Yesu anamwambia Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Hii tunaiona kabisa kwamba Bwana Yesu, kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu yeye ndio kichwa cha kanisa. Hivi unaweza ukagonga kidole changu mimi hapa nikaendelea kuacha unakigonga kidole?
au unaweza ukachukua sijui nini maji ya moto ukanimwagia kwenye nywele zangu. Nikasema si nywele, hapana, hicho ni kiungo changu cha mwili. Ndivyo Bwana Yesu alivyokuwa anajisikia anapoona kanisa lake linateswa, watu wake wana nani. Na sisi jamani, mara nyingi, hata mimi nimeshai kunikutaga mara nyingi, mpaka kuna siku niwahi kumuuliza, hivi Bwana Yesu unajali? Umeona? Lakini ndio Bwana Yesu ni mwingi wa huruma na rehema, unakuta anakupeleka kwenye mistari kama hii. Ukikutana na mstari kama hii inakufanya uwe humbled, kwamba lazima anajali. Bwana Yesu anajali kwenye njia zozote tunazozipitia. Bwana anajali, kwa sababu unavyoumia wewe naye anaumia hivyo hivyo. Ndio nilifikanga mahali na mimi nikipata maumivu namwambia Bwana Yesu pole, tunaumia wote, kwa sababu naye anaumia. Napolia naye analia. Umeona? Kwa sababu mimi ni part of him. Bwana Yesu anasema kwamba hapa tena tu, hata kwenye Mathayo 25 tunaweza kukumbuka pale Bwana Yesu anaposema kwamba watauliza, nilikuwa mgonjwa, kwani Bwana ulikuwaje mgonjwa? Atasema, akawaambia, nawaambia kadrini mlivyomtendea huyu mmenitendea na mimi. Kwa hata sisi leo tujikumbushe wapendwa, tunapomtendea mema mtu yoyote wa Mungu tunamtendea Kristo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya VBV Swahili. Last week wote walikuja Manchester. Jamani, Mungu awabariki sana. Najua mlioshindwa kuja, Mungu awabariki vivyo hivyo. Najua nia zenu, Mungu anajua nia zenu, anajua mioyo yenu. Lakini kwa vitu kama hivi ndio mtakuta mnafika mbinguni mnaambiwa, chukua hii taji, ulimtendea Rebeka na umenitendea mimi. Ni kwa vitu kama hivi. Mungu atusaidie tuwe na huo moyo wa kuwatendea wengine na sisi Mungu aweze kuturudishia. Mungu awabariki sana. Huo mstari wa 9 tunaona nuru ilivyoingia. Samahani nadhani dakika 2 nyingine niko mstari wa 9 karibu namaliza. Anasema wale waliokuwa pamoja naye waliiona ile nuru lakini hawakusikia ile sauti. Huu mstari huo unakuwa na controversial. Watu wengi wanasema kwenye nani 9 kule aliongea hivi, hapa kaongea hivi. No, ni the same thing. Ni kama mimi okay, tunajua kunena kwa lugha. Kwa mfano, kunena kwa lugha, kuna mtu anaweza akapewa uweza wa ana gift ya kuweza kuelewa mtu mwingine anaponena kwa lugha pale anasemaje, akatafsiri. Lakini tukawepo kwenye chumba wote tukasikia tu mtu ananena kwa lugha, hatusikii. Ambao wameweza kuangalia haya maneno kama ilivyoandikwa hapa kwa lugha original, wanasema wale walisikia sauti lakini hawakuelewa. Yaani kama vile usikie mimi naongea Kiarabu sasa hivi hapa, na sisi mtanisikia tu naongea lakini hamjui naongea nini. That's what it is. Na nimependa Sister Jenny alivyozungumzia kwamba hata hapa leo sasa hivi hapa tulivyokutana, kuna mtu mwingine akiulizwa leo umefundishwa nini au mmediscuss nini, atakachokiongea ni tofauti. Atakachokiongea ni tofauti kwa sababu kila mtu ana encounter tofauti. Sasa hii imenikumbusha wakati wana wa Israeli walivyokuwa wakisafiri katika kutokea Egypt, wakati wanavuka bahari, Mungu akaweka nguzo ya moto. Kwao wao ilikuwa ni mwanga, lakini kwa wale wengine ilikuwa ni moto. Kwa hiyo tunaweza tukawa in one situation, different experience. Don't deny someone's experience. Usije ukasema no, haikuwa hivyo. No. Mungu ana target watu kama hivyo alivyomtarget Paulo. Wale wengine hawezi kusema no. Ile lugha ilikuwa ieleweki au haikuwepo sauti. Hapana. Spiritual matters are spiritual matters and everyone has a different experience always. Tunamuona tena akauliza nifanye nini. Hili ni swali ambalo kila mmoja wetu wapendwa tunatakiwa tumuulize Mungu, ikiwezekana every single day. When you wake up in the morning, mwambie Mungu, ninakushukuru umeniamsha leo asubuhi, nina nguvu, nina afya njema, nina akili timamu. Asante. Leo nifanye nini kwa ajili ya ufalme wako Bwana? Kwa sababu saa nyingine tunafanya tunavyoviona ni vyema, lakini ni vyema kumuuliza huyo mwenye kazi yake kwamba natakiwa nifanye nini. Amen. Maelekezo, Mungu anatupa maelekezo kutokana na kazi yote unayopewa. Ametuahidi atatufundisha njia ili tuendee njia inayopaswa. Atatushauri, jicho lake litatutazama, lakini tunatakiwa tusiwe kama farasi wala nyumbu. Wengine jamani tunakuwaga manyumbu. Hatutaki kwenda mahali ambapo Bwana anataka twende. Tunabishana naye.
Na hapo ndipo ninakuta mahali, ndio maana nasema hivi, Sister Rezia alizungumzia kwamba Paulo ana unyenyekevu, angeweza kubishana na Yesu. It's impossible kubishana na Yesu, kama Sister Joyce alivyosema, kama ni proper encounter. Tunabishana kwa sababu bado hatujakutana na encounter. Lakini ukikutana na mwenye kazi yake, hauna sana sana, utamwambia hata kile unachokifanya utaona na nahitaji kufanya zaidi. Kwa sababu nani? Cha mwisho tunaona Dameski. Mungu anakuja kumwambia, Bwana Yesu anamwambia nenda Dameski. Dameski ni ile ile, akaniambia simama uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa. Mwanzoni alikuwa anaenda Dameski, amesimamishwa. This time anaenda Dameski for another task. Kwa hiyo saa nyingine Mungu anaweza kukutuma mahali, lakini kwa kazi nyingine. Ndio maana unatakiwa ujue unaenda kufanya nini. Mwanzoni alikuwa anaenda kuua, Mungu ameligeuza shauri lake kuwa nothing. Umeona? Sasa na mimi na wewe, kila mtu ana Dameski yake, unaenda kufanya nini? Kwa sababu mwanzoni alikuwa anaenda kuua, lakini this time anaambiwa utaenda kufanya anachoenda kufanya. Kwa hiyo tunapoenda Dameski, umetumwa na nani? Before alikuwa ametumwa na kuhani mkuu. Tunaomba tumkumbuke Balamu wakati ule na yeye alitumwa na Balaki. Akaenda huko akapigwa mtama. Tena nashukuru Sister Jenny. Huwa tuna utani wa kumuita Sister Jenny Paula, mimi Paulina na huyo Paulo. Kwa sababu wote tumepigwa ngwala, lakini Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu kwa kutupiga ngwala. Kwa nini Bwana alimtuma Paulo kwa Anania? Hivi mmewahi kujiuliza kwa nini Bwana Yesu ambaye amekutana na Paulo asingemwambia Paulo, this is what I want you to do 1 2 3, akamwambia nenda kwa Anania? Kwa sababu Mungu anafanya kazi na watu. Mungu alitaka kuona utii wa Paulo. Je, atatii kwenda kwa Anania au atataka Bwana Yesu amalize yote amwambie? Lakini vile vile unyenyekevu, amesema Sister Radia. Vile vile Mungu alikuwa anataka Anania awe shahidi wa kile kilichompata Paulo, awe first positive contact ya kanisa. Kwa hiyo hapo mimi ngoja nimalize kwa leo, lakini kabla sijamaliza, kitu ambacho nilikuwa nimekitafakari toka nimeamka, nimesema Paulo alikutana na nuru, ile nuru ikambadilisha maisha yake kabisa. Sasa ninauliza kwa wale ambao bado hawajaokoka, leo tumelisikia neno. Ukisoma hiyo Yohana 1 inasema nayo nuru ndio hilo neno, nayo neno ni hiyo nuru. Kwa kila unapolisikia neno la Mungu, nuru inakujia. Je, nuru leo imekuja kwako to the point unataka kubadilisha maisha yako? Na wewe ambaye umeokoka, je, unahitaji nuru zaidi iendelee kuangaza ili iinuke na kuangaza? Kwa hiyo yote hayo ni decision ambayo tunatakiwa tuifanye. Kwa waliookoka, usiseme mimi binafsi bado sijaridhika na nuru, nataka nuru iendelee kuangaza. Sijui nyinyi, lakini kama upo ambaye unataka nuru yako iangaze zaidi, au huna nuru kabisa, ninaomba upate kuwasiliana na viongozi, uwasiliane na viongozi hapa, au kama unamjua mtu yoyote ambaye ameokoka anaweza kukusaidia kukurudisha kwa Yesu. Na Mungu akubarikini sana. Narudisha kipindi kwa moderator. Amen. Amen, amen. Ubarikiwe Sister Rebecca, na mbarikiwe wote. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie
niufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.